Prophet Nyundo, jicho la Mungu. Watu wengi wamefungwa kwenye vifungo mbalimbali, na baadhi ya vifungo ambavyo Bwana amenipa kama profeti, kama nabii, jicho la Mungu, nabii wa Bwana. Kuna vifungo vingi, watu wamefungwa mahali pengi walipo au pale wanapoishi. Watu wamefungwa vifungo vya aina nyingi. Sasa leo ninakuletea kifungo cha aina hii. Kuna watu wengi duniani, au wewe unenisikiliza, yawezekana ni mmoja ya wale waliofungwa kwenye hichi kifungo. Hili ni kopo. Hili ni kopo au ni chupa ya kuhifadhia kinywaji, soda, au wengine wanaweza kuhifadhia chochote watachokiona wao kinafaa. Lakini nikawa ninaona kuna watu wamekamatwa kwenye ulimwengu wa roho. Tambua Biblia inasema katika kitabu cha Efeso 6 mstari wa 12, vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali ni katika ulimwengu wa roho. Nikawa ninaona kuna watu wameingizwa, wako ndani ya chupa, wamekamatwa kwenye ulimwengu wa roho, wamefunguliwa chupa hii, wameingizwa ndani ya chupa hii, humu ndani ya chupa hii, wamefungiwa humu ndani ya chupa hii ndani. Nikawa ninaambiwa na Mungu, watu hawa leo ukawafungue kwa mamlaka niliyokupa. Mimi ni chombo kiteule cha Bwana, nabii wa Bwana, Prophet Nyundo. Leo wote walio kwenye chupa, waliofungiwa kwenye chupa, waliofukiwa kwenye wamefungiwa kwenye chupa, wamefukiwa chini, imetupwa baharini, iko mahali popote, ipo kwenye maandaki, ipo sehemu mbalimbali, na kufungua kwa mamlaka ya jina la Yesu. Manake mimi ni Prophet Nyundo, jicho la Bwana. Sasa ninaenda kuyafanya haya maombi. Nitakapoenda kufungua mfuniko huu, na wewe unakuwa umefunguliwa hapo ulipo. Kuna mambo yako yalikuwa yaendi, walikuwa wamekufunga humu. Ndoa yako ilikuwa inasumbua, walikuwa wamekufunga humu. Maisha yako yalikuwa yanasumbua, walikuwa wamekufunga humu kwenye ulimwengu wa roho. Na mambo mengi hayaendi, uchumi, maelewano yani hivyo, mambo mengi vuruvuru, ni kwa sababu ulikuwa umefungwa. Kibali chako kilikuwa kimefungwa humu, mahusiano yako yalikuwa yamefungwa humu, chochote kinachokuhusu kilikuwa kimefungwa humu. Sasa ninaenda kufungua ili kopo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wewe unaamini mahali popote, na hapo ulipo utaenda kufunguliwa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaenda kuanza maombi haya kwa mamlaka niliyopewa na Bwana. Kwa mamlaka niliyopewa na Bwana, yoyote aliyefungwa kwenye chupa, amefungwa kwenye chupa, imetupwa baharini, imetupwa nchi kavu, imetupwa polini, naenda kuifungua chupa hii. Ninapoenda kuifungua chupa hii, mtu yoyote aliyefungwa huko, na hapa akafunguliwe, maisha yake yakafunguliwe, ndoa yake ikafunguliwe, uchumi wake ukafunguliwe, chochote kinachomhusu mtu huyu, yoyote anayenifuatilia kwenye account hii, akafunguliwe kwa jina la Yesu. Kama Prophet Nyundo, jicho la Bwana, ninaenda kufungua chupa hii sasa. Ninaenda kufungua sasa hii chupa. Ninaenda kufungua hii chupa sasa. Maisha yako yakafunguke huko sasa. Maisha yako yakafunguke huko sasa. Maisha yako yakafunguke huko. Maisha yako yakafunguke huko. Funguka, iwe ni uchumi, iwe ni ndoa, iwe ni chochote. Funguka kwa jina la Yesu. Ninasema funguka, 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 funguka kwa jina la Yesu, kwa mamlaka niliyopewa. Kitabu cha Mathayo 18:18, mimi ni chombo kiteule. Na sasa kopo limefunguliwa. Toka huko ndani, 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 na kufungua uko huru kwa jina la Yesu. Prophet Nyundo, natabiri kuchanua sasa, natabiri kuonekana sasa, natabiri utulivu wa kwenye ndoa, natabiri kuonekana, natabiri umuone Bwana kwa viwango rohoni na mwilini, katika jina la Yesu Kristo. Namba hizi naziachilia kwa wewe ambaye unatufuatilia, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. 0756 56 8003, 0756 56 8003. Barikiwa na Bwana. Mimi ni yule Prophet Nyundo, nabii wa Bwana, jicho la Mungu. Barikiwa. Amen.